Kuna mwezi sasa umepita tangu Marekani na Israel wafanye mashambulizi ya awali nchini Iran, mashambulizi ambayo sio tu yalianzisha vita ambavyo vimekuwa na umaarufu ama kuzungumzwa zaidi katika vyombo vya habari hivi sasa, lakini pia kuleta mkanganyiko na hofu kubwa katika masuala ya uchumi na hasa upande wa mafuta duniani kuliko vita vyote katika miaka hivi karibuni. Lakini pia tukaangalia kwamba ndani ya wiki nne kumekuwa na mabadiliko makubwa ambayo wamekuwa wakizungumza. Tumekuwa tunasikiza propaganda nyingi sana. Tumekuwa tukisikia watu wakizungumza kuhusiana na ushindi, na wengine wakisema hatujashindwa, wengine wakisema tunataka mazungumzo, wengine wakisema hapana. Lakini tunataka kuangalia wiki nne baadaye tuko wapi kwenye vita ambayo inaendelea hivi sasa kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Naweza kusema kumekuwa na kelele nyingi sana, hasa za vitu kama mazungumzo ya kuweza kusitisha vita hivi, na hata kelele za vitisho na ripoti za nani anafanya nini kwa mwenzake, hasa katika uwanja wa vita. Kuna mambo tofauti ambayo tumeweza kuyaangalia katika kipindi hiki, lakini ukweli wa mambo ni kwamba vita hii inaweza kaisha tukiwa pale pale tulipokuwa wakati inaanza, tukiweka mbali tofauti ama uharibifu katika masuala mazima ya mali, nyumba, barabara, lakini zaidi ni maelfu ya watu ambao tayari wamekwisha kuuawa na upo uwezekano wakaendelea kuuawa hivi sasa. Kuamini kuwa kuna atakayeibuka kidedea katika vita hii, hasa kulingana na kile ambacho wameweka kama sharti la kusitisha mapigano, nafikiri ni swala gumu zaidi. Itakuwa ni kama kuamini kwamba unaweza kupata msaada wa mtu wa kutolea damu katika mochwari. Hakutokuwa na swala la kukamilika kwa vita hivi kulingana na vigezo ambavyo vimewekwa kutokana na mambo kadhaa. Sio vipengele 15 vya Marekani wala ile masharti 5 ya Iran ambavyo vinaweza kuwa sehemu ya kile ambacho kinaweza kuitwa kuwa ni ushindi katika vita hii. Sasa swali linakuja ni kwamba nani anaweza kutangaza ushindi na kwa namna gani? Baada ya mwezi, baada ya kusoma, baada ya kufuatilia na kuangalia na kwa akili binafsi, kuna mambo kadhaa ambayo tunataka kuangalia. Kwanza, Marekani hawezi kupata ile hakikisho lilisema kwamba Irani hawatokuja kuwa na silaha za nyuklia. Hili halitokuwepo. Juhudi za sasa ambazo zinaonekana ni uamuzi binafsi wa rais kuliko msimamo wa chama ama taifa, vinaweza kuharibiwa ama kucheleweshwa, lakini uwezekano kwamba Irani haitokuja kuwa nayo, kwa sababu ni moja kati ya taarifa ambazo zipo katika vipengele, hiyo haipo. Marekani na Israeli hawezi kuteketeza mfumo wa makombora wa Iran. Hiyo sidhani kama inawezekana kwamba vikateketeza zaidi. Vinaweza vikawa vimeharibika tayari, vinaweza vikawa vimedhuriwa, lakini ni mfumo ambao ulijengwa upya baada ya ile vita vya siku 12. Sitegemei kama Marekani itapata badilisho la uongozi kama wanalolitaka wao, kwa sababu inaonekana wakati wanaingia kwenye vita ilikuwa ni siku ya kwanza tu kulikuwa kuna matokeo makubwa sana ya kumuua kiongozi mkuu, kuua viongozi waandamizi katika jeshi na vitu vingine, na ile ingeweza kudhoofisha nchi kiasi ambacho wangeweza kutengana. Hakuna ubishi kwamba sasa hivi Iran sivyo ambavyo ilikuwa kipindi kile. Hakuna ubishi kwamba kuna mwanya ambao ungeweza kutumika hivi sasa kuweza kuifanya kuiangusha Iran, lakini siamini kama Marekani wataweza kufanikisha lengo lao, hasa kwa mambo ambavyo yanazidi kuwa hivi sasa, kusema kwamba waweze kuangusha utawala ule. Si kwa mazungumzo, kwa sababu haingii akilini kuona mtu ambaye umemuua baba yake, umemuua mkewe, umemjeruhi kiasi hicho, alafu akae na wewe kuona namna gani anaweza akakaa pembeni ili mtu mwingine aweze kuongoza nchi baada ya kuwa ameaminiwa na kuchaguliwa na watu kuongoza nchi. Kwa hiyo sioni hilo likitokea. Israel sidhani kama inaweza kuteketeza Hezbollah. Ilikuwa ni kati ya vitu ambavyo wametangaza katika sehemu ya kwanza, kusema kwamba wanataka kuiteketeza Hezbollah, na mmoja kati ya mkakati wao, na unaona sasa Hezbollah wanazidi kushambulia katika Israel. Na watu wa Houthi pia wamesema kwamba wanaweza, sio tu wanashangilia, lakini wanaenda kufunga mlango mwingine wa mawasiliano, wanafikiria kuhusu kufanya hivi. Kwa hiyo vita ni kama vile inatanuka kuliko ambavyo ilikuwa katika kipindi cha awali, na nitakuja kuzungumza pengine baadaye kwamba tuzungumze sasa kwamba upo wakati ambao kuna ule msemo wanasema kwamba hakuna mtu mjinga kama kila mtu atakaa kimya. Kwa hiyo hakuna atakayedhihirisha ujinga wake iwapo kila mtu atakaa kimya, kwa sababu pale unapofungua kinywa chako ndipo ambapo watu wanaweza wakaanza kuhukumu busara na uwezo wako wa kufikiri pale unapoanza kuongea. Na hii pia imeweza kudhihirika kabla ya vita ya Ukraine na Russia. Watu wengi walikuwa wakihofia sana kuhusiana na uwezo wa Russia na ukubwa wake na vitu kama hivyo. Vita ilipoanza walishangazwa na ile caravan yote namna ambavyo iliweza kufanyika, na kuanza kuwa na matumaini sasa kwamba watu wasema kumbe na huyu. Unajua hata katika boxing kwamba baada ya mtu mmoja kupigwa, baada ya kudondosha baada ya kupoteza pambano la kwanza, watu wengi sasa wanaanza kuwa na imani kwamba kumbe huyu anaweza kupigwa, kwa sababu labda
chini yake ni mbovu au shingo lake liko sawa au miguu yake haiko sawa. Na ndicho ambacho kimeonekana sasa hivi kwamba baada ya Marekani kusema tutawafanya hivi, kashindikana, tutafanya hivi, wakasogeza, umeanza kuona na makundi mengine sanaanza kuona kumbe huyu mtu anapigika. Lakini nitoe onyo hapo, lile kundi ambalo linapelekwa sasa hivi Middle East, Mashariki ya Kati, wanajeshi wanapelekwa Mashariki ya Kati, wana nafasi kubwa pia ya kufanya madhara makubwa katika nchi ya Iran, lakini tunasubiri. Pia Iran pia imesema inataka ilipe gharama za kujenga upya nchi yao kutokana na vita hivi ambavyo wao wanasema wamelazimishwa tu kujitetea. Hilo halitotokea. Sana sana kitu pekee ambacho wanaweza wakakipata, labda wanaweza kufanywa wepesi katika swala zima la vikwazo. Wiki nne za mapigano zimebadilisha nini? Sio sana. Tunaweza tukaona kwamba utawala wa Iran ambao unasema kwamba ni wa kiimla bado unashikilia mamlaka ndani ya Tehran, bado unashikilia sehemu za Iraq kupitia vile vikundi vidogo vidogo, lakini pia katika eneo la Lebanon kupitia Hezbollah. Kwa bado wapo. Lakini pia hazijabadili ukweli kwamba Trump anajitangaza na ataendelea kujitangazia ushindi, hasa kama itatokea aina yoyote ya makubaliano katika ule mfereji wa Hormuz, na pia iwapo uchumi utaanza kutegemea kutokana na swala zima la mafuta. Kuna mambo kadhaa ya kuangalia, ni kwamba ni kweli kuna kamvutano ama pengine kuna kamvunjiko katika serikali ama ndani ya Iran. Hawatoki kwa sauti moja, tofauti na ilivyo upande wa Marekani. Na ndio maana licha ya kwamba inawezekana ujumbe wa Iran ni wa kuaminika zaidi, lakini kwa sababu unatoka katika vipande tofauti tofauti katika kipindi cha vita sasa hivi, unamkuta Trump ambaye sasa ni kama vile Baghdad Bob kipindi cha Saddam Hussein, anakuwa na ujumbe ambao unatoka sehemu moja, anaendelea kusisitiza hata kama kitu ambacho watu wengine hawakiamini. Kadri anavyozidi kusisitiza ndivyo ambavyo anazidi kuungwa mkono na wale watu. Zimepita siku, umepita mwezi mmoja tangu tarehe 28 mwezi wa pili mpaka tarehe 28 mwezi wa tatu. Hatuko mbali sana katika malengo ukilinganisha na vile ambavyo imekuwa. Ndio kwa kuna malengo ya kuua baadhi ya watu, lakini lengo la kuwaua wale watu lilikuwa ni ili kuweza kubadilisha utawala, na hilo halijatokea. Na pia Iran kwa muda wote ambao wamekuwa wakirusha makombora wameweza kukaa mwezi mzima. Swali ni kwamba wataendelea kwa hivyo kwa muda gani? Kwa sababu inawezekana Marekani wanafanya timing makombora yaishe zaidi kabla wao hawajashusha paratroopers wale 82nd Airborne pamoja na Marines na kwenda kuchukua kile ambacho wanakitaka. Lakini kama watafanya hivyo, basi kutoka kuna namna ya wao kuweza kujitangazia. Lakini kufikia sasa katika vile vipengele 15 ambavyo Marekani inaonekana wamependekeza kwa yale ambayo tumeyaona, sioni yakileta solution pale, lakini pia si kwa vile vitano ambavyo Iran nao wameweza kusema. Tuangalie mwezi wa pili utaleta nini, lakini hivi vimekuwa vita ambavyo sio tu vimezungumzwa sana, lakini pia vimetibua hali nzima ya uchumi duniani, na watu wanajua ni kwa nini. Kwa sababu tayari kuna asilimia kubwa ya mafuta ambayo hayaendi, na sasa umesikia Wahudhi wanasema kwamba sehemu ambayo mfereji ambao wanapitisha pia asilimia takriban 12 ya uchumi wote, nao wanaweza wakaizuia pale katika eneo la Bahari Nyekundu, na wakifanya hivyo ina maana kutoka kuna usumbufu zaidi. Linaweza likamlazimisha nani aje katika meza ya mazungumzo, au litawalazimisha wakina nani nao waingie katika kulazimisha kufunguliwa. Hilo tusubiri kuona katika mwezi wa pili wa vita Israel na Marekani dhidi ya Iran.